lakini sana sana nataka tu tuangalie ile karama ambayo tunaizungumzia leo. Tukisoma katika Wakorintho wa kwanza 12 fungu la 10 mpaka 11, hapo ndipo utapata anasema wale ambao wanaanza kuingia, karama zote ni 9, lakini tuna deal na karama moja kwa nyingine. Sasa hii tu karama ya 3 katika yale makundi ambayo tuligawanya. Makundi ni matatu na tumegawanyika katika makundi yani makundi matatu. Makundi matatu. Sasa tuko katika kundi la kwanza, na leo naomba Mungu anisaidie nizungumze kidogo, alafu baadaye, because baada ya hii kuna ile ya kwa nini tunahitaji hii karama, nizungumze point fulani, alafu ya mwisho itakuwa ni sio leo, the word of caution kuhusu hiyo, ndio itazizungumza zote, kwa sababu hapo ndipo critical. Ama mtu anapotumika anatakana awe caution, ama awe mwangalifu kwa mambo gani na mambo gani katika hiyo karama, katika utumishi wa hiyo karama, because kama hutajua, basi unaweza kupoteza watu ama ukajipoteza hata wewe mwenyewe, ama ili tusote tupate kidogo. Kwa hivyo ukiangalia verse 10 utaona hapa ya kwamba karama ya kupambanua roho imetajwa. Kwa hivyo discerning of spirit ni nini? Ni karama ambayo inaona katika ulimwengu wa roho. Seeing the spirit world. Seeing the spirit world. It is not divination, but because you are given by the Holy Spirit. So unaona katika ulimwengu wa roho. As a human being, hatuwezi kujua ama hatuwezi kuona ulimwengu wa roho, but if you are given this gift, then ukipewa hii karama unaweza kuona ulimwengu wa roho, unaweza kufahamu ulimwengu wa roho, maana umepata hii karama. Kwa hivyo mtu akikuuliza kwa kifupi kupambanua roho, wengine wanasema discernment, wanafupisha wanasema discernment ni nini? So discernment ni nini? Ni kujua, kuona katika ulimwengu wa roho. So as we are working, kama tunapoendelea kufanya kazi, mara nyingi nimekuwa nikisema statement fulani na nitaendelea kuizungumza hata hapa pia. Vile tuko hivi hapa, kila mtu ameokoka kwa kusudi lake. Kila mtu aliokolewa kwa sababu yake. Lakini kama tukiwa tumeokolewa hivi, tukiwa tuko hapa, lengo letu ni nini? Tukiwa tumeokolewa, lengo lako ni nini? Lengo ni nini? What is your hope? What are you hoping for? Uliokolewa ukiwa pengine ni mlevi, uliokolewa pengine ukilikuwa huna mtoto, na kupitia kwa sababu huna mtoto ukaokoka na Mungu akakupatia mtoto. Lakini what is your hope? Tumaini lako ni nini? Because kama ukikosa tumaini, then our faith will be in vain. Itakuwa haina kitu chochote. Kuna watu wameokoka wanataka tu wabarikiwe, na wao kubarikiwa ndio nini? Ndio final. Wakibarikiwa na vitu na nini, hiyo ndio wanataka. Beyond that hakuna. Ukimuuliza zaidi hana kitu kingine. So kuna statement ambayo nimekuwa nikimake hapa, na nitakuwa nikimake kwa sababu ni statement ya muhimu katika maisha yetu. Ukija hapa, lengo lako ni nini? Because huyu aliokoka, huyu ameokoka, na huyu mwingine naye ameokoka, lakini kila mtu hujui moyoni mwake ana lengo gani, analenga wapi. Ndio nimekwambia mwingine yeye anataka abarikiwe na vitu, and that's why
The gospel inaitwa prosperity gospel, imeenea dunia yote. Prosperity gospel imeonea kila mahali. Prosperity gospel si mbaya. Only that ikiwa emphasized kuliko Yesu, then it is very bad. It is bad. Bwana Yesu asifiwe. Prosperity gospel si mbaya, lakini ikiwa emphasized kupita Yesu. Kwa hivyo ndio nimesema kuna mwingine yuko hapa anataka apate hivyo vitu, akiwa na gari, akiwa na nini, akiwa jenga, akiwa na maisha mazuri na nini na nini. And people are like that. In fact, 90% ya maombi ya watu kanisani ni hapo. Ni hapo. So, but leo nataka tuniseme na endelee. Kuna watu ambao wao si kwamba waende mbinguni. And that's why you must be careful when you enter in any church. Because huyu kama lengo lake ni mbinguni na huyu lengo lake si mbinguni, hao ni watu wawili tofauti. Hao ni watu wawili tofauti. Hao ni watu wawili tofauti. So they are together, lakini their destiny is different. So huyu atakuwa anafanya tofauti na huyu atakuwa anafanya tofauti. They are together, lakini destiny ya huyu ni tofauti na destiny ya huyu ni tofauti. Bwana Yesu asifiwe. So as you make friends here in church, be careful even that. Be careful. Kwa sababu pengine huyo brother lengo lake si hilo. As you make friends, you be careful. Maana pengine yule sister lengo lake si kwenda mbinguni, and that's why unamwona vile ana behave. Hata mume wako, kama unang'ang'ana na mume wako, twende ushirika, twende ibada, twende ushirika, twende ibada. Wewe kama unasikia, na hapa tumeambiwa tu vizuri. Huyu ndugu ana evangelism ndani yake. Mimi sina. Sasa yeye kila wakati akiona watu anataka kushuhudia. Mimi sina na tunafuatana na yeye. Huyu tunakolide kila wakati. So ukijua hivyo unajitenga na huyu brother ili ufanye nini? Wewe endelea na huyu. Maana you know it. Wewe endelea na yako. You can be married, lakini kila mtu anakuwa anakoenda. Kwa hivyo unakuwa careful. Wewe unang'ang'ana na mtu unang'ang'ana. Kumbe si huko unakwenda wewe. Yana mahali ambako mwenyewe anaenda. A normal person hawezi kumwambia kitu mara tatu. A normal person. Ukiona umeambia jambo la kwanza, amerejelea hiyo amerejelea. Take care. Mnaweza kuwa mwindi pamoja. Unaacha mambo yote. Si ndio? Umemfuata Yesu kwa nini? Wewe sofu umefuata Yesu kwa sababu gani? Sasa unaliacha mambo ya family wewe binafsi. Kwa nini umemfuata Yesu? Hata ujue. Kwa nini umemfuata Yesu? Si unaweza kuendelea na watu. Many people are moving on with their life. Why have you decided to follow Jesus? And why are you not following him then? Why are you not following him? Why am I not following him? Nimeacha. Kama nimeacha, mbona basi sifuati? Ikiwa mimi nimeacha, why? Bwana asifiwe. Wewe umeamua pale kumfuata Yesu. So now wacha tuingie. Leo katika hii gift tunazungumzia kuhusu nini? How the gift operates. Pointi ya kwanza nilisema inasemaje? You must be in the spirit to be able to discern the spirit. That was point number 1. You must be in the spirit to discern the spirit. Kasoma Revelation 1:10. Nikasema unaweza kuendelea mpaka 19, lakini sisi tukasoma 10 mpaka 12. And then tukasoma Revelation 4:1 mpaka 2.
So tulikaa hapo sana. So leo sitaki nikae hapo. Leo tunaenda katika kitu kingine. Sensing. Number 2, point number 2. Inasema hivi, sensing in your spirit. Sensing in your spirit, an oppressing spirit. Hii inazungumza kuhusu the spirit. Huyu roho anakupatia hisia katika rohoni kama kuna kitu chochote ambacho kinaendelea, whether it is an oppressing spirit or anything to do with darkness over someone or over something or over a place. Sensing, una sense. Sensing. Amen. So Elisha akiwa anatembea, hata watu wenzake wanamwambia, we usimfuate, unajua bwana wako ataenda. Anasemaje? Jibu lake amejua kutoka wapi. Amejua kutoka wapi. Yes. Hata watu wanatembea, ndio, hata kila siku wanatembea watu, lakini this time anasema no, this is not. Kwa nini anaambia ni baki? So ana sense ya kwamba no, something hapa haiko sawa. Kwa nini anaambia ni baki? Akasema si baki. Hata marafiki zake, the sons of the prophets, wanasema bwana wako ataenda. Akasema najua, nyamazeni. Wamefika Bethel, wanasonga mpaka Jericho. Walipozungumza anasema najua, nyamazeni, because he sensed the spirit. Anamwambia he's going. Another thing, sasa nyingine unaweza kwenda kwa hospital. He gift. Wewe unaweza kwenda kwa hospitali ukang'ang'ana mambo, no. When you have this gift, unaweza tu kwenda ukaona huyu mtu yuko anaongea vizuri kila kitu, lakini una sense this young man is going, ama huyu mtu ataenda, lakini hutaambia mtu. Alafu God is going now to begin to give you a word ya kwa nini, la kuanza kumencourage. Unapewa word ya kumencourage because the spirit amekupatia sense huyo anaenda. Hapo critical. Hata saa nyingine hata mnaweza kuzungumza mkanywa nyote kama ni juice ama fruits mkala nyote, lakini ukaambiwa to this man is going. And then ukaanza kupata neno la kwanza kuzungumza, kuanza kumpatia nini? Tumaini. Kwa kwamba kuna uzima milele hata tukiondoka hapa duniani. Na anashangaa, kwa nini huyu anazungumza? Kumbe tayari amesense. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. So, hiyo ni sehemu ambayo namba 3. Hili rahisi anasema hivi, you can discern the fruits of the spirit. Fruits. Sasa, you can discern the fruits. Matthew 7:15-20. The fruits of the spirit ziko hapa. Nashukuru Mungu sana kwa sababu ya muda. Kipindi hichi ambacho tuko nacho, our dispensation, hichi kipindi chetu cha lala salama. Hichi ni kipindi cha kulala salama because anytime Yesu anaweza kuja. So ni kipindi cha lala salama. Na kwa sababu ni kipindi cha lala salama, kuhusu wakati kama huu Yesu wa Kristo alizungumza kitu. Alizungumza nini? False teachers and false prophets. And there are many. Wako wengi. Na wanatembea kila mahali. Lakini wakiwa wanatembea kila mahali, do you know, watakuja waseme sisi ni false teachers and false prophets. So they are coming in which form? Wanakuja wakiwa wamevaa nini? Ngozi ya kondoo ama malaika wa nuru. Sasa wewe huwezi kuwajua. Bwana sifiwe. So now nasema hapa, you will discern by the fruit. Tunda la Roho ni nini? Nipe ya kwanza. Ya kwanza ni nini? Tunda la Roho ni nini? Number 1 ni
Na siku hizi hata unaweza kuona hata wao pia wanapenda. In fact some of them they give money. Nasema njoo. Anakuhudumia hapo anakuambia ofisi patia 100,000 akaanza biashara. Katika hii love pia ni you must be. That's why ndio nasema uwe na tukiwa na discerning spirit utajua tu. Utaenda hapo mahali utakaa hivi kama the spirit will tell you hapana. Bwana sifiwe. Another one is what? Joy. Another one is what? Peace. Another one is what? Yes. Na zinaendelea. Ya mwisho ni? Yes. Self control ni gift, ni fruit. When ibada haiwezi kuanza saa 3 ikamalizika saa 12 mpaka saa 1, watu tu wako hapo. Jamasi. Maana hawa pia wana watoto, wanaenda shule nini. So hata kama huna Roho Mtakatifu, sense haikwambii kwamba hawa wanahitaji kula. But do you have a sense, a spiritual sense, kwamba wahitaji hiyo kutoka kwake? Nahitaji hiyo kutoka kwake. Do you have that spiritual sense? So the gifts you cannot, hizi fruit huwezi kuzijua. Mhubiri anaweza kuja akahubiri vizuri kabisa na kila kitu, lakini sikiza, ni mpaka ukae na yeye ndio utaanza kujua fruits za spirit. Fruit za spirit, si gift unaweza kuiona tayari, lakini fruit kuijua mpaka uwe na discerning of what spirit. Ukikaa na yeye basi utaanza kuiona. Utaanza kuiona. Huyo mtumishi ana upendo. Huyo mtumishi sasa unaona ana amani. Maana katika vurugu is calm. Katika vurugu pale nyumbani na wewe utaanza kutoa maneno. Mbona the fruit, sema the fruit. How are you going to discern it? Utaijuaje? But you can discern. Unaweza kutambua ndani ya huyu msichana hana amani. Ndani ya yule brother hana amani. Hata kama anaimba vizuri, anaimbisha vizuri, lakini that sister hana amani. Alafu unaweza kumuita mwambia, sister come, I want just to fellowship with you. Anashangaa ni nini? And then you begin to speak, then you begin to minister to the spirit, to that. Na unaona machozi yanaanza kutoka, unashangaa ni nini? You are talking because the spirit amekuambia huyu mtu hana amani. So that gift ni amani, hata nyumbani, hata kazini. Unaweza kuangalia huyo bosi, kamwangalia good morning Mr. nani, alafu kamwangalia tu, alafu wewe unaenda zako. Kumbe umejua there's a problem already inside this person. Number 4, alafu nikwambie hapo. You can discern to rule the word of God. You can discern. Unaweza kutambua kupitia neno la Mungu. Neno la Mungu ukawa unalisoma, lakini kupitia hilo neno ukaona katika ulimwengu wa hilo neno. You can discern to rule the word of God. If one is under the influence of demonic powers, they cannot say the blood of Jesus. They cannot mention the blood of Jesus. If one is under the influence of what? Influence of demonic powers. Nguvu akiwa katika chini ya demonic powers, hawezi kusema ni the blood of Jesus. Hawezi kusema me, you can speak.
Lakini kama yuko under that influence, hata hawezi kusema sema the blood of Jesus. Sema the blood. Hasemi. So to rule that word, the word of God ambayo imetuonyesha ya kwamba kweli the blood of Jesus inafanya nini, ukishaisoma hilo neno, ukishaliona, unafunuliwa, unajua, unafahamu. Ndio hiyo First John anasemaje? 1 John chapter 4 verse 1 mpaka 3. Na sijui kwa nini nataka nikomee hapo, lakini nataka mtu niende kwa sababu gani? The need for the gift. Kwa nini the need for the gift? Lakini nataka nikomee hapa. Hiyo inazungumza, inasemaje? Any spirit. So kama unajua hilo neno, umesikia? Kama unalijua hilo neno, any spirit ambayo inazungumuza ya kwamba Yesu Kristo hajakuja katika mwili, basi hiyo spirit, hiyo ni spirit gani? It's a false spirit. It's a false spirit. So to rule the word, kupitia neno unaweza kuona tayari huyu. So you can minister to this brother, but this brother is saying what? No, Jesus Christ has not yet come. We are waiting for him. Then tayari uona jua ni nini? Because to rule the word which you have read, kupitia neno ambalo umelisoma. That's why we need the discerning spirit. Ndio mara nyingi. Sipendi sana kusikia mtu anasema nyota yako imechukuliwa. When you hear those words, take care. Nyota yako imechukuliwa. Sijui nini imechukuliwa. Your star has been taken. It has been taken by you. If you are in Christ Jesus, we don't move by stars. We are not controlled by stars. We are of Jesus. Na kama tuko na Yesu Kristo ndiye anatawala maisha yetu. We are detached from anything associated to the world. So we are not moving by the stars. Cosmic action, no. Ndio mara nyingi ati nyota yangu ilikuwa imechukuliwa, na wanasema sana nyota yangu ilikuwa imechukuliwa, sasa naregesha nyota yako ile, na naregesha. Bwana asifiwe. So sitaki hiyo nyingine kuizungumza, nataka tulizungumze point moja katika hii ambayo tunaingia sasa. Hii inasema the need for the gift. We need the gift because, number one, in order to discern spiritual things. We need the gift because, number one, we need to discern spiritual things. Alafu nitakomea hiyo. Kwanza tusome hiyo, alafu nisimame. Because of my time. We need the gift because in order to discern spiritual things, ili tufahamu vitu vya rohoni. Maana vitu vya rohoni hatuwezi kuviona. Kama vile ambavyo nimetoa mifano hii yote inaonyesha hizo vitu the spiritual world, na hatuwezi kuviona kwa macho, lakini viko katika ulimwengu wa roho. Lakini mpaka tukipata hii gift tunaweza kuviona, tunaweza kuvitambua. Bwana asifiwe. Tunaweza kuviona na tunaweza kuvitambua. Unajua wa Kristo wengi, nimekwambia, unaweza kwenda mahali na ukawa hutatambua ulimwengu wa roho hapo mahali, na ukawa hapo na ukafungwa hapo. Ndio sababu anasema mwanadamu wa tabia ya asili. Hapa tumetajua the carnal man, lakini hapa anaposema mwanadamu wa tabia ya asili, inasema ni mtu yule ambaye hajaokoka. Lakini huyo mtu carnal man hana difference kubwa na nani, na huyu mtu wa tabia ya asili. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakuna tofauti, mambo mengi sana hayafahamu ya rohoni. Why? Because the flesh is above. The flesh is above. Kwa hivyo hana tofauti na huyo. Hata akienda mahali, akiona mambo anaona ni kawaida tu. Anaona mambo ikitendeka pale nyumbani anaona ni kawaida.
nilienda mahali fulani. So hao wapendwa, kila kitu kitendeka, wanaona tu ni hiyo ni kawaida. Huyu brother amekuwa possessed kabisa. So nikawauliza hawa wandugu. Nikawauliza wapendwa, this brother yuko possessed. Nataka niwaulize swali because the way I see him, kulingana vile namuona huyu ndugu hapo under possession ya power ya Satan. Kama angeenda kwa Yesu, huyu angefanywa nini? Because watu wanachukulia, you know, watu wakiwa katika mwili ama wakitoka watu wa kawaida, kila kitu ni normal, kila kitu ni normal. Ndio Satan anaweza kuja kudafa your finances, akachezea mabakuli yako, akachezea vitanda vyako, wewe unasema ni normal. Lakini sema Mungu ameruhusu hili. Mungu ameruhusu. You have to take another act. That's why you have to have the discernment. No, this is not normal. Hata hiyo pia inasumbua hata watumishi wa Mungu. Paulo hakutambua ya kwamba yule msichana ana the spirit of divination. Lakini kila wakati anazungumza tu kitu kimoja. No, hapana, hii si kawaida. Alipokemea yule msichana, nini ilifanyika? Spirit ikatoka ndani yake. That's why we need it, so that we may discern what? Spiritual things ambazo zinatendeka, either evil or good in the lives of people. Mungu akupatia hiyo, anaweza kukupatia hiyo gift. Akishakupatia hiyo gift, kitu kifanyike, unaomba pastor, unasaidia hata mchungaji, unasema pastor, did you see what happened yesterday? Where katika ibada nini ilifanyika? Uliona yule mtu amekaa hapa akiwa na nguo fulani na fulani. Watu wote wamekaa, lakini yeye why specific? Kumbe kulikuwa kuna kitu inaendelea katika yule mtu, lakini sote hatujui. Lakini kwa sababu Rose amepawa hiyo, ananipigia na kwa pastor, alikuwa na hivi na hivi na hivi na hivi. Is it a good gift or a bad gift? A good gift. Kwa maisha yetu na kwa nyumba yako na hata kazini. Especially kwa wale ambao wanafanya kwa serikali. Kuna wengi. There's a lot of witchcraft in those offices. Hata companies. Kama msaliti, kuna viti ambavyo viko lakini kukalii. Hata kwa ofisi zenu kina nani? Paul na wale wanaofanya kazi. Kuna viti ukalii. Na hata kwa nyumba, wale ambao wanafanya kazi kwa kile, unaambiwa fanya kila mahali, lakini huku usipite. Do you know you can go in that office na ukaanza kudisturb hiyo office in the spiritual realm, na wakasema huyu mtu hatumtaki. Unashangaa ni nini? You have qualified kwa ile kazi, lakini wanasema hatumtaki. Even the spiritual battles you are going through. Hatumtaki. Unashangaa what happened? Ni nini imefanyika? No, in the spiritual realm you are disturbing people. Unasumbua watu. Take note. So we need it. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusimame. Mimi nahitaji Bwana Yesu asifiwe. Do you need it? Yes. Do you need it? Yeah. Hiyo gift ni na hiyo haina fujo. Hizo ndizo gifts ambazo hazina fujo sana. Faith kidogo, miracles kidogo, hili mara nyingi huwa zina commotion. Lakini hiyo ndio haina fujo sana. Ina operate tu. You can be here ni operate tu. Hapa kwa mtumishi wa Mungu kwa nani, na alafu ukimaliza unamuita mtumishi wa Mungu, unaambia njoo. Ndio kidogo tufanye fellowship. There's no commotion.
We need it. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tu Mungu tu, si lazimishi, lakini naomba tu Mungu tu tupate angalau hapa kanisani hata mtu mmoja tu ama wawili